Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Mlima Moria. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi Gideoni na mama mtumishi kwa jitihada wanazozifanya kila itwapo leo. Huduma inazidi kusonga mbele. Na pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya wanafamilia wote wa Gideon Online TV. Ni neema ya ajabu kuona ya kwamba wengi mnatufuatilia na kusapoti kipindi cha Gideon Online TV. Mungu awabariki na kuwalinda. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya watendakazi wa Gideon Online TV kwa jitihada zenu mnazozifanya. Mwisho napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yangu mimi mwenyewe kunipa kibali cha kusimama mbele yenu. Pia namshukuru kwa ajili ya wote mliofika katika kusanyiko hili. Karibuni sana, tunawapenda, tushiriki pamoja kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti, Mungu mkuu uliyeketi mahali pa juu mahali palipoinuka, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa asubuhi njema uliotupa kuiona. Pia nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 3 ambao umetupa kibali tarehe hii ya 3 mwezi wa 3 2026 kuja katika madhabahu yako hii Bwana. Tazama, namba 3 ni namba ya utukufu. Tunaomba ukasimame wewe mwenyewe, uatilie utukufu wako na uweza wako katika madhabahu hii ili tuweze kukuona kwa wepesi. Nguvu zako na uweza wako ukapate kushuka Bwana. Tunaomba Roho Mtakatifu akashuke mahali hapa akapate kututumia kwa viwango vya juu. Roho Mtakatifu, naomba unifundishe, peke yangu sintaweza. Sema nami kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana. Weka maneno kinywani mwangu, maana Bwana pasipo wewe mimi siwezi kitu. Naomba uniongoze ili niweze kunena yale yanayokupendeza wewe. Baba, ninakwenda kinyume na nguvu zote za yule mwovu shetani. Ninaharibu kazi za yule mwovu za mpinga Kristo, ninaziharibu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninafungua anga la mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaalika uwepo wa Roho Mtakatifu, naalika malaika washuke mahali hapa wapate kuwaachilia usikivu, kila mmoja alisikie neno lako kwa wepesi. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilioko mbele yenu ni mhudumu katika madhabahu ya Mlima Moria. Kwa majina naitwa Martha Peter Masao. Napenda kuwakaribisha sana katika kipindi hiki. Tuanze pamoja na tumalize pamoja. Kichwa cha somo letu ni laana katika ardhi, sehemu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya kwanza tuliona mtu wa kwanza kulaaniwa alikuwa Adamu. Adamu alilaaniwa kwa sababu alisikiliza sauti ya mke wake, akala tunda alilokatazwa. Mungu akamlaani. Pamoja na kwamba Adamu, Mungu alivyomuuliza umefanya nini, alijihesabia haki, hakutaka kukiri, akatubu. Yamkini mtu wa Mungu angetubu, angesamehewa. Na mimi na wewe tungekuwa huru, tusingekuwa tunapita mahali pagumu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa pili kulaaniwa ni Kaini. Yeye alilaaniwa katika ardhi kwa kumwaga damu ya ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Alimwaga damu ya ndugu yake kwa sababu ya wivu. Yeye Kaini alipomwaga damu ya ndugu yake kwa ajili ya wivu, ndipo Mungu alipomlaani. Fungua nami Mwanzo sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 12. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili nduguyo? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi,
iliyofumbua kinywa chake ikapokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hii ni laana. Mungu alimlaani Kaini. Alimlaani kwa sababu ya ule wivu. Alitoa sadaka ambayo haikumpendeza Mungu, lakini mwenzie alitoa sadaka nzuri iliyompendeza Mungu. Mungu akambariki. Kaini alivyoona kwamba Habili amebarikiwa na Mungu amependezwa na ile sadaka yake, akaanza kuona wivu. Akamchukua Habili akampeleka uwandani, akaenda akamuua, akamwaga ile damu ya Habili. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyoona hata sasa, mtu wa Mungu. Wako wengi ambao hawataki mtu akiona kwamba fulani amebarikiwa au kuna ardhi ambayo ni nzuri unailima, mazao yanatoka, wanaenda kufanyia hapo makafara ili usilime. Wengine wanaona kazi yako, biashara yako, wanaenda kufanya hapo kafara ili ufukuzwe kazi au ile biashara ife. Yote hii ni kwa sababu ya wivu. Na hii laana ni kwa sababu ya Kaini. Kama Kaini hakufanya hii dhambi, hata sasa kungekuwa hakuna wivu. Tunaona wako watu wanawana ndugu kwa ndugu kwa sababu ya mali. Anamwaga ile damu kwa sababu ya mali. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza ule mstari wa 3, tunajifunza wivu ni kwa ajili ya sadaka. Kwa maana Mungu alisema, akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tunavyotenda mema Mungu atatubariki. Mungu atatupa kile ambacho tunachoomba. Tusione wivu kwa vile fulani amepata. Tusione wivu kwa vile mtoto wa fulani anasoma. Tusione wivu kwa vile mtoto wa fulani kapata ajira au biashara ya fulani inasonga mbele. Wewe muombe Mungu ili akupe cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ndio inaanza kupokea vitu na kukubaliana navyo. Kinachochukua damu ni ardhi. Kafara zote zinazofanyika ni mpaka ardhi ikubali. Ardhi ikitamkiwa maneno ya kichawi, maneno ya kiganga na ya wakuu wa ukoo, watakavyoinenea ile ardhi wanachokitaka wao, ndipo ardhi inafungua kinywa, inapokea ile kafara. Na ikishapokea ile kafara, ile ardhi inatenda yale iliyotumwa na yule aliyefanya ile kafara. Yamkini amesema ifikapo miaka 50 huyu mtu atapatwa na ugonjwa wa kansa. Ifikapo miaka 40 huyu mtu lazima afilisike. Ardhi itatekeleza yale yaliyoambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu kwa neema aliyotupa, kwa sababu damu ya Yesu Kristo huwa inafuta makosa, huwa inafuta laana, huwa inaondoa na kubatilisha. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini ardhi ina damu inayolia. Kuna mimba zilizotolewa. Watoto ukiwa katika utoto, yamkini mimi au wewe au mtoto wako au jirani yako ametoa mimba. Ile mimba akaiacha katika ardhi. Ile ardhi lazima inalia, lazima inafuatilia, inasononeka. Unapokaa katika ile ardhi huwezi kufanikiwa, huwezi kubarikiwa, kwa sababu ile ardhi ina laana ya ile mimba iliyotolewa ikatupwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kuomba rehema na kukomboa ardhi zetu. Ardhi nyingi sana zimefanyiwa mabaya. Watu wanataka pesa, wanatoa damu zinamwajika ili wabarikiwe, ili wapate pesa. Tunaona watu wengine wamefanya watoto wao wanakuwa mazezeta. Yamkini wanaanguka kifafa. Ili akishaanguka kifafa, damu ikitoka ikadondoka katika ile ardhi, biashara yake iende vizuri.
ili biashara yake isonge mbele. Lakini mtu wa Mungu, ukae ukijua ile pesa ni ya laana. Habili alilaaniwa, Mungu akamwambia kwamba amemlaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii laana inaweza ikatembea kwangu, kwako, au kwa ndugu yako. Ndugu yako amefanya hiyo kafara, lakini laana ikatembea na mtu mwingine ambaye ni ndugu wa yule aliyefanya ile kafara. Siku ya leo tuingie kwenye toba, tumwombe Mungu aturehemu na atusamehe. Tuombe kwa ajili ya watu waliofanya makafara, kumwaga damu za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tutakapoomba damu ya Yesu tutakase ardhi zetu. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama majira haya na saa hii Mungu, tumelisikia neno lako Bwana, ya kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yetu. Ardhi ililaaniwa kwa ajili ya Habili, kwa ajili ya Kaini, kwa sababu alimwaga damu ya Habili. Baba, tunakuja mbele zako, tunajua ya kwamba hii laana imetembea kwa watu wengi. Yamkini imetembea kwenye ukoo wangu, yamkini imetembea kwenye ukoo wa baba huyu, yamkini imetembea kwenye ukoo wa mama huyu, yamkini imetembea kwa kijana huyu au kwa mwanafunzi huyu, ikatembea mpaka kazini kwake, ikatembea mpaka kwenye mashamba yake yanayolima, ikatembea popote pale alipo. Bwana, tunaomba rehema, tunaomba msamaha Mungu. Tazama Bwana, yamkini Kaini angelikuomba rehema, ungelimsamehe Mungu, lakini alijihesabia haki, akajiona ya kwamba yeye ana haki. Ndio maana aliona wivu kwa ajili ya mdogo wake. Yamkini kuna anayemwonea mdogo wake wivu katika dunia hii. Yamkini kuna anayemwonea mtu wivu katika madhabahu. Yamkini kuna anayemwonea wivu mtu katika kazi yake au katika biashara yake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya watu hao. Ninaomba rehema kwa ajili ya waliosimama kwa ajili ya wivu, wakiona wivu kwa vile mtu amesonga mbele, wakiona wivu kwa vile mtu ameitwa, wakiona wivu kwa vile mtu amebarikiwa. Baba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha Bwana. Yamkini Bwana, watoto wetu wanarudi nyuma kwa ajili ya laana hiyo, kwa ajili ya laana iliyopo kwenye ardhi. Baba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha Bwana. Ninatubu hata kwa ajili ya mimba Bwana, mimba zilizotolewa ambazo hazina hatia Mungu, tukala dawa tukatoa mimba. Baba, ninatubu, ninaomba rehema. Nimesimama katika hii madhabahu Bwana, wako wasichana wengi wametoa mimba, wako vijana wengi wametoa pesa kwa ajili ya kuwatoa mimba, wako wababa waliotoa pesa kwa ajili ya kutoa watoto wao mimba, wako wamama waliotoa pesa kwa ajili ya kutoa watoto wao mimba. Baba, nimesimama mahali hapa, ninaomba rehema, ninaomba msamaha Bwana. Yamkini Bwana, walikuwa wanasoma wakaona bora aendelee na shule kuliko aendelee na ile mimba, akaenda akampeleka hospitali akatoa ile mimba. Yesu, tunaomba rehema. Ile damu sasa inalia, ile damu inalia Baba, umeisikia hiyo damu huko mbinguni, umesikia ikilia. Ndio maana Bwana, huyu mtoto anapita pagumu, huyu mtoto anapitia magonjwa, huyu mtoto hawezi kufanikiwa kwa sababu ya ile damu, kwa ajili ya ile mimba aliyotoa. Tazama Bwana, wengine wamekosa watoto kwa ajili ya mimba walizotoa za utotoni. Ndio maana Bwana, nimekuja mbele zako Mungu kuomba rehema, kuomba msamaha Bwana, ili tuondolee hii laana. Uondoe hii laana kwa watoto wetu, uondoe hii laana kwa vijana wetu. Yamkini kijana wangu Bwana alimpa msichana wake hela, akaenda akatoa mimba. Nimesimama mahali hapa Mungu, ninatubu, ninaomba rehema, ninatubu, ninaomba unisamehe mimi, nisamehe mimi mzazi wake Bwana, maana Bwana, akujua kama ni dhambi sisi ambao Bwana tuliishi katika madhabahu ambazo hatukuijua Biblia. Ndio maana tukatenda dhambi, ndio maana tukafanya makosa, maana mengi tulifichwa Bwana, mengi tulifichwa Yesu. Ndio maana tunakuja mbele zako kujua ya kwamba leo tumejua ya kwamba kutoa mimba ni dhambi. Ndio maana tunatubu, tunaomba ukaturehemu. Msamehe kijana huyu, msamehe msichana huyu, msamehe baba huyu aliyemtoa mtoto wake mimba, msamehe mama huyu aliyemtoa mtoto wake mimba. Ukaachilie damu yako, ukarehemu Bwana, rehemu mfalme wa amani. Ninatubu hata kwa ajili ya hizi ardhi Bwana, ardhi yoyote ile ambayo imefanywa agano la kafara Bwana, wakafanya agano, wakaua ndugu zao ili wapate utajiri, wakafanya ajali, watu wakapata ajali wakafa, ni kwa sababu ya kafara Bwana, ili wapate utajiri. Ninatubu kwa ajili ya matajiri wanaopata utajiri wa kafara. Baba, naomba ukawarehemu, Baba, naomba ukawasamehe. Pita
Tunapita na damu yako Bwana, ukawakomboe Yesu, ukawakomboe huko mikononi mwa ibilisi, ambapo Bwana mawazo yao yamekuwa utajiri wao ni kwa ajili ya Freemason, utajiri wao ni kwa ajili ya kumwaga damu. Baba, naomba ukarehemu. Baba, naomba ukawarehemu. Yamkini wengine wameingia kwa bahati mbaya, yamkini wengine wameingia kwa kutokujua. Ninatubu kwa ajili yao Bwana, ninatubu kwa ajili yao Yesu, ninatubu. Ninaomba ukawarehemu na ukawasamehe Bwana, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutoe damu ya Yesu tujitakase, kwa kuwa tumeshasamehewa dhambi zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama majira haya na saa hii Bwana, tunatoa damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani. Tunatakasa uovu wote, tunatakasa makosa yote tuliyoyatenda, tunajitakasa Mungu. Tunatakasa hata miguu yetu iliyokimbilia uovu, tunatakasa mikono yetu iliyomwaga damu zisizokuwa na hatia, tunatakasa vinywa vyetu Bwana vilivyonena maovu. Tunaomba ukatusamehe Baba, tunaomba utakaso wako ukatembee kwa kila mmoja mmoja aliyoko mahali hapa, ili Bwana tukawe watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu, ili Bwana hii laana ikapate kuondolewa. Tunaomba ukaondoe hiyo laana Yesu. Tunaomba Bwana ukaondoe uovu wote, mizigo yote tunaiacha hapo msalabani. Atilia damu yako Baba, ikapite utosini kwa baba huyu, ikapite utosini kwa mama huyu, ikapite utosini kwa kijana huyu, ili ikatutakase na kutukomboa tena, ukatuweke tena huru. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Majira haya na saa hii, tutoe damu ya Yesu, tupite nayo kwenye ardhi, ardhi inayolia kwa ajili ya ile damu. Tuiambie wewe ardhi, mimi ni udongo na wewe ni udongo. Tunajipatanisha na wewe, tunafuta kafara zote, tunafuta maapizo yote ulionenewa. Yamkini mtu wa Mungu, wewe ulikuwa kazini, unafanya kazi, umepandishwa na cheo, lakini imefikia umri ambao unadharauliwa, unafukuzwa kazi. Mtoto wako anasoma, anafukuzwa shule kwa sababu ya ile ardhi ilinenewa, huyu mtoto atakaa asome. Ikanenewa, hutakaa ubarikiwe, hutakaa uoe, hutakaa uzae. Kuna maneno mengi ardhi imetamkiwa. Twende mbele za Mungu na damu ya Yesu, tufute hayo maneno, tuyafute kwa nia, tuyafute tukiwa na imani ya kwamba chochote kile tunachokifuta kimefutwa mpaka katika madhabahu ya kimbingu, katika ardhi, katika hali ya hewa, katika anga. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao Bwana, tunanyoosha mikono yetu Mungu, tunatoa damu yako Yesu, damu iliyomwagika pale msalabani, damu ile ya mwana kondoo, damu ile inayonena mema kinyume na mabaya yote. Tunatoa hiyo damu Yesu, tunapita nayo kwenye ardhi yetu, tunapita nayo kwenye nchi yetu ya Tanzania, tunapita nayo kwenye mikoa, kila mahali Bwana tunapokanyaga, tunapita na hii damu Bwana, tukitakasa hii ardhi, tukikomboa hii ardhi. Nakomboa ardhi ya nyumbani kwangu, nakomboa ardhi ya nyumbani kwa baba huyu, nakomboa ardhi ya nyumbani kwa mama huyu, naikomboa kwa damu yako Yesu. Ninakomboa ardhi ya mahali hapa, naikomboa kwa damu yako Yesu. Ninapita na hii damu kwenye mashule Bwana, ninaenda kukomboa ardhi ya hiyo shule, naikomboa kwa damu ya Yesu. Napita katika mahospitali, ninakomboa ardhi ya pale hospitalini, maana ziko kafara nyingi zilifanyika pale, ziko damu nyingi zilifanyika pale hospitalini, mimba nyingi zilitolewa pale hospitalini. Ninakomboa hiyo ardhi ya hospitali Bwana, ninaikomboa kwa damu yako Yesu. Ninaomba Yesu upite kila eneo, kila wodi Bwana. Komboa Yesu, komboa mfalme wa amani. Yamkini ndio sababu Bwana mauti kila siku inawatujia, kila roho ya mauti inatuandama kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya hii ardhi. Ardhi Baba, ninaitamkia kuanzia sasa ikanene mema kinyume na mabaya yote. Ardhi sikia, ardhi sikia, wewe ni udongo na mimi ni udongo, mimi nimetoka kwa udongo. Kuanzia sasa ninakwambia, kuanzia sasa ninakuamuru, usibebe lolote baya, usichukue mimba ya madhara kwangu, usichukue mimba ya mateso kwangu, usichukue mimba ya madhara kwa baba huyu, wala kwa mama huyu, wala kwa kaka huyu, wala kwa kijana huyu, bali uchukue mema. Chukua mema ukatuzalie mema, usije ukatuzalia tena michongoma. Tumeteseka muda mwingi, tumetembea muda mwingi na mateso. Siku ya leo mateso yamekwisha. Mungu ameona kilio chetu, Mungu amesikia kilio chetu, amesikia kilio cha baba huyu, amesikia kilio cha mama huyu, ametufutia uovu, ameondoka na laana, ameondoka na mateso, ameondoka na magonjwa. Ardhi sikia,
familia kuanzia sasa ninakubariki kwa damu ya Yesu, ninakubariki kwa damu ya Yesu. Hutakaa unizalie mabaya kila nitakapotembea, kila baba huyu atakapotembea, kila mama huyu atakapotembea, ukamzalie mema, ukamzalie mema. Kila atakako kwenda ukambariki, abarikiwe mashambani, abarikiwe mijini, abarikiwe kapu lake, kama neno la Mungu linavyosema, kama neno la Mungu linavyosema atabarikiwa. Na mimi ninakutamkia wewe ardhi, wewe ni udongo na mimi ni udongo. Baba huyu ni udongo na wewe ni udongo. Tunajipatanisha na wewe kwa damu ya Yesu. Tunajipatanisha na wewe. Nampatanisha baba huyu, nampatanisha mama huyu, nampatanisha kijana huyu, naipatanisha ardhi ya mahali anapokaa, nampatanisha ardhi ya nyumbani kwake, nampatanisha na ardhi ya kazini kwake. Kila atakapoenda kazini akaonekane, atakapoenda kwenye biashara yake ikabarikiwe. Atakapoenda shuleni akawe kichwa na wala sio mkia. Atakapoenda popote pale, Bwana, baraka zako zikamjilie, maana ulisema ya kwamba lolote tutakaloomba kwa jina la mwanao Bwana yetu Yesu Kristo tutapokea. Na sisi majira haya na saa hii Bwana, tumekuja kwako kuomba tupatanishwe na ardhi. Uachilie damu ya mwanao Yesu Kristo itupatanishe na ardhi, maana tumeteseka miaka mingi. Tumeteseka Bwana, tumeteseka Yesu. Hatukujua kwamba ni zile mimba tulizotoa, hatukujua kwamba ni ile kafara tuliyofanya. Ndio maana leo tumekuja kujipatanisha na wewe Bwana. Tumelisikia neno lako na tumeomba damu yako Yesu ikatupatanisha na wewe, ikatupatanisha na madhabahu ya kimbingu, ikatupatanisha na ardhi ya mahali hapa, ikatupatanisha na ardhi ya nyumbani kwetu, ikatupatanisha na ardhi ya kazini kwetu. Kila eneo Bwana tumejipatanisha na ardhi. Kuanzia sasa ardhi, sikia, mimi ni rafiki yako, utakuwa unatembea na mimi ili unzalie mema, sio michongoma. Ninakataa usinzalie michongoma, wala usimzalie baba huyu michongoma. Utuzalie baraka, tuishi kwa amani, tuishi kwa furaha, tuishi kwa upendo. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, simama hapo ulipo, tumshukuru Mungu. Lakini kwa ushauri wangu, endelea kuomba, endelea kufuatilia vipindi vya Gideon Online TV. Kuna mambo mengi sana ambayo tutajifunza. Simama tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao, tunarudi kwako Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu umetutakasa, kwa kuwa Bwana umetupatanisha na ardhi, kwa kuwa Bwana umepatanisha kazi zetu na ardhi, kila mahali umetupatanisha na ardhi Bwana. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante kwa kutufutia uovu. Asante kwa kutupa tena neema na kibali machoni pako Mungu. Asante kwa kutufanya tena tuwe wana wako. Nasi tunakushukuru mchana wa leo Baba. Tazama wanao Baba wanakushukuru. Hawana la kusema zaidi ya kusema asante Baba, asante Mwana, asante Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwaambia kwamba hapa tumefika tamati ya maombi yetu, lakini kuna maombi yanaendelea katika madhabahu ya Mlima Moria. Yupo mtumishi wa Mungu, mpako wa mafuta wa Bwana, anayesimama katika madhabahu kila itwapo leo kwa ajili ya wateule wa Bwana, kwa ajili yako, kwa ajili yangu na kwa ajili ya walioko mbali. Karibuni sana katika madhabahu ya Mlima Moria. Tunawapenda na tunapenda tushirikiane pamoja, tuone ukuu wa Bwana na uweza wa Bwana katika madhabahu ya Mlima Moria. Unapotoka Moshi mjini ukitaka kuja katika madhabahu ya Mlima Moria, unapanda Costa au IC zinazoenda Boma au Costa za Arusha au daladala za maili 6. Unawaambia unashuka kituo kinaitwa Mashine. Ukishuka Mashine, unarudi nyuma kidogo, unakuta bango limeandikwa Mlima Moria Ministry. Utashuka na hiyo barabara, utafika madhabahuni. Na wale wanaotokea Arusha, unapanda Costa zinazoenda Moshi, au wale wa Boma wanapanda IC za Boma za kuja Moshi, wanashuka hapo hapo kituo cha Mashine. Wao wanasogea mbele kidogo, wataona bango letu. Huduma ni siku ya Jumatano, Ijumaa na Jumapili, na kila siku Morning Glory ni saa 12 mpaka saa 1:30. Karibuni sana.
Mungu atawatendea matendo makuu. Atawafungua kama alivyotufungua sisi, kama alivyotuponya sisi. Karibuni sana, msipende kusikiliza maneno ya kuambiwa. Amen.